Ramadan, neno linalotokana na mizizi ya Kiarabu ramida au armad, ambayo inamaanisha joto kali au ukavu. Hivi sasa ni mwezi wa Ramadhan, mwezi ambao Waislamu wengi hufunga kwa ajili ya kumtukuza na kumwabudu Mungu, matendo ya imani na kufanya toba. Hasa kwenye mwezi huu, watu wote huacha dhambi na kumrudia Mungu wao. Je, unaijua na kuifahamu historia ya Ramadhan mpaka kuwepo? Usiwaze, nimekuletea hapa kila kitu kinachohusu Ramadhan ndani ya Kiswahili TV. Utapata. Karibu. Unachotakiwa ni kusubscribe. Ramadhan au Ramadan ni mwezi wa 9 katika kalenda ya Kiislamu na mwezi wa kufunga katika Uislamu, kuadhimisha ufunuo wa kwanza wa Qur'an kutokana na mafundisho ya Mtume Muhammad. Mwezi huo huwa na siku 29 au 30 kutegemeana na kuonekana kwa mwezi. Kufunga ni moja kati ya nguzo za Uislamu. Muislamu mzima mwenye afya nzuri anatakiwa kushiriki katika swaumu, ambayo ni ibada ya kufunga chakula na kinywa mchana kutwa, pamoja na kujizuia kufanya mapenzi toka alfajiri hadi magharibi. Matendo hayo ya toba yanaendana na kuswali sana na kusoma Qur'an kwa wingi. Wagonjwa, wanaosafiri, wazee, wajawazito, wanaonyonyesha na wanawake wenye hedhi sio lazima kufunga. Mwisho wa Ramadhan ni sikukuu ya Eidul Fitri, ambayo ni sherehe ya furaha na kupongezana. Waislamu hutoa zakat na kuswali, baadaye hukutana kwenye karamu. Ramadhan inatajwa katika Qur'an kwenye sura ya 2 aya 185 inayosema, mwezi wa Ramadhan ambao umetelemshwa humo Qur'an kuwa ni uongofu kwa watu na hoja zilizo wazi za uongofu na upambanuzi. Basi atakayekuwa mjini katika mwezi huu na afunge, na mwenye kuwa mgonjwa au safarini basi atimize hesabu katika siku nyingine. Mwenyezi Mungu anakutakieni yaliyo mepesi, wala akutakieni yaliyo mazito, na mtimize hiyo hesabu na mumtukuze Mwenyezi Mungu kwa kuwa amekuokoeni ili mfate kushukuru. Hivyo ndivyo aya inayosema katika Qur'an. Kufuatana na mapokeo ya Kiislamu, Muhammad alianza kupokea ufunuo wa aya za Qur'an katika kipindi cha Ramadhan. Kutokana na historia hii, Waislamu huangalia Ramadhani kama mwezi mtakatifu katika kalenda ya Kiislamu. Kuna wataalam wanaona ya kwamba kutokea kwa utaratibu wa kufunga mwezi mzima uliathiriwa na desturi ya kufunga katika kanisa la Syria. Kufuatana na Bukhari, Waarabu, asili ya Wayahudi na Waarabuni, kabla ya kuja kwa Uislamu, walifunga kwa siku chache tu, kwa mfano siku ya Ashura. Kusoma Qur'an. Mwezi wa Ramadhan ambayo imeteremshwa ndani yake Qur'an hali ya kuwa ni uongofu kwa watu. Kwa kuwa katika mwezi huu ndio Qur'an iliteremshwa kwa Mtume, inatakiwa kwa Muislamu kufanya ibada, kuisoma angalau juzuu moja kwa siku, ili aweze kumaliza msahafu ifikapo mwisho wa mwezi huu wa Ramadhan. Miongoni mwa sunna tukufu zinazotakiwa kwa mfungaji katika mwezi huu kuzikimbilia ni kuharakisha kufunga baada tu ya kuzama jua, kwani Mtume anasema katika hadithi iliyopokewa na Tilmid Ibn Khuzaima na Ibn Hibban, hakika ni mpendezaye zaidi miongoni mwa waja wangu ni anayefanya haraka katika wao kufunga saumu. Kusali usiku. Kadri ya dini hiyo, Muislamu anatakiwa kuyatumia masiku ya mwezi huu mtukufu katika kumwabudu Allah kwa kusali na kufanya ibada nyingine, kwani ni mwezi wa pekee ambao ndani yake kunapatikana usiku wa cheo, Lailatul Qadr, ambao ibada ya usiku huo inalingana na ibada ya miezi 1000, na kwa hekima yake Allah
hakutubainisha kuwa ni usiku wa tarehe ngapi. Na hii ni moja miongoni mwa fadhila za kuswali katika masiku ya mwezi huu. Vile mwenye kusimama kwa ibada katika masiku haya kusamehewa makosa yake yote yaliyotangulia, kama alivyosema Bwana Mtume. Mwenye kusimama usiku wa Ramadhani kwa kufanya ibada hali ya kuwa na imani na kutarajia thawabu, amesamehewa yote yaliyotangulia miongoni mwa makosa yake. Bukhari na Muslim. Kula daku vile ni miongoni mwa suna tukufu zinazozarauliwa na wengine kati ya Waislamu. Kumbe fadhila zake ni kubwa kupita kiasi. Miongoni mwa hizo ni kurehemewa na Allah na kutakiwa msamaha na malaika watukufu, kama walivyosema Mtume katika hadithi, hakika Allah na malaika wake wanarehemu wenye kula daku. Tablan Ibn Habban. Vile Mtume amesisitiza katika hadithi kwa kusema kuwa hakika daku ni baraka amekupeni Allah, hivyo basi musiache. An-Natai. Kukaa itikaf. Inatakiwa kwa Muislamu kujali mwezi huu na kutumia katika kuchuma na kuvuna aina tofauti ya mema, ikiwemo itikaf, kwani ni miongoni mwa ibada bora sana zinazomkurubisha mja kwa Mola wake, hasa awapo katika mwezi huu wa Ramadhani, kwani baadhi ya wanavyuoni wanasema kuwa haisi ibada hii ya itikaf pas na funga na yeyote malipo makubwa yaliyotajwa katika hadithi. Mtume amesema, mwenye kukaa itikaf siku 10 katika mwezi wa Ramadhani, basi ni kama aliyehiji na akafanya umra mara 2. Baihaq. Miongoni mwa ibada tukufu alizokuwa akizifanya Mtume ni kutoa sadaka, na alilipa umuhimu sana jambo hili hadi wakati wa kuondoka kwake ulimwenguni. Alipokuwa katika sakaratul maut, kila alipopata fahamu, alikuwa akimuuliza Bibi Aisha iwapo ashazitoa sadaka zile dirham 4 zilizokuwa nyumbani. Hadhaika hakutoa huku kwake kulikuwa kukiongezeka katika Ramadhani. Katika mwezi wa Ramadhani kadhalika inatakiwa kwa Muislamu kuwa mengi ya maneno yake yawe katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kwani ni jambo ambalo linasaidia katika kusafisha moyo wake na kuiboresha funga yake. Allah ameamrisha tumtaje kwa wingi katika aya nyingi za Qur'an, na hii ndiyo ibada pekee aliyosema Allah kuwa ifanywe kwa wingi. Na miongoni mwa aya hizo, enyi mlioamini mtajeni Allah kwa wingi na tumtakase yeye asubuhi na jioni. Al-Ahzab 41 na 42. Kadhalika Mtume alifundisha aina tofauti za kumtaja Allah ili tusichoke na jambo hili, kwani mwanadamu ni mwepesi wa kuchoka na jambo moja tu. Vile akaonyesha tofauti kubwa iliyopo kati ya anayemtaja Allah na asiyefanya hivyo katika hadithi aliposema, mfano wa anayemtaja Allah na asiyemtaja ni mfano wa mtu aliye hai na aliyekufa. Bukhari. Kwa leo nadhani utakuwa umeelewa umuhimu wa Ramadhan. Wewe kama ni Muislamu, basi kuanzia sasa anza kufunga, umrejee Mola wako, kwani kufunga ni ibada. Asante ndugu zangu wa Kristo, sijawaacha. Kesho nitawaletea sababu na faida za kufunga Kwaresma. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mimi ni Jivenga hapa, ukipenda niite Mngoni. Asante na karibu sana.